Za saizi mabibi na mabwana, bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya kupeana elimu juu ya mambo ya uganga wa jadi. Na siku ya leo nataka nikupe elimu juu ya mganga wa jadi mwenye nyota 7 za uganga. Nimeamua niwape elimu hii kwa sababu katika maelezo yangu mara nyingi utasikia nazungumzia mganga wa jadi mwenye nyota 7 za uganga au aliyopanda vilinge 7 vya uganga. Kwa hiyo nikaona niandae kipindi kama hichi ili kuwapa elimu, ili ninapozungumza mganga mwenye nyota 7 za uganga, ili wewe mtazamaji wangu uweze kujua na maanisha nini. Sisi waganga mara nyingi tuna madaraja yetu ambayo sisi wenyewe tunajuana. Mtu wa kawaida ambaye ni mtu sio mganga kujua ni ngumu sana. Lakini sisi waganga wenyewe tunajuana, na katika mambo ambayo unayopaswa kuzingatia ni kwamba kuna baadhi ya kazi zinafanywa na waganga waliokizi vilinge 7 tu vya uganga. Na moja ya kazi ambazo zinatakiwa kufanywa na waganga ambao waliokizi vilinge 7 vya uganga, kitu cha kwanza ni kumilikisha watu majini. Mtu yoyote, mganga yoyote ambaye ana karama ya vilinge 7 vya uganga au amekwisha kupanda ngazi 7 za uganga, yeye ndio mganga ambaye ana uwezo wa kuwaona majini kwa macho yake. Yeye ndio mganga ambaye ana uwezo wa kuwaita majini akawaona na akamfanya mtu mwingine ambaye si mganga kuweza kuwaona. Na pia yeye mganga mwenye nyota 7 za uganga ndio mganga ambaye anayeweza kutofautisha huyu ni jini mbaya, huyu ni jini mzuri. Na ana nguvu pia ya kuweza kudhibiti jini mbaya asiweze kuleta madhara kwa wanadamu wengine. Na huyu mganga pia mwenye nyota 7 za uganga ndio yule mganga ambaye mwenye uwezo wa kuwapandisha watu wengine vilinge vingine vya uganga. Yaani yeye anakuwa ni mkufunzi wa waganga. Ni mtu ambaye anaweza kumfanya mtu ambaye ana kalama ya uganga akamtawadhisha, anakuwa na mamlaka ya kuweza kumtawadhisha mtu mwingine kuwa mganga katika mambo ya uganga wa jadi. Yaani kama mimi mganga Dr. Mandoto, mganga mwenye nyota 7 za uganga, ina maana mimi ndio naweza kwenda kumchukua mganga nikaweza kumfundisha ama nikaweza kumtawadhisha kuwa mganga mwenye nyota 1 ya uganga. Ina maana ataendelea kupanda hivyo vilinge vya uganga kulingana na mchango wake katika tiba za asili na vitu anavyogundua na kuvumbua na karama ambayo ameibeba ndani yake. Ieleweke, sisi waganga tunapanda madaraja kulingana na yale mambo ambayo tunayoweza kuyaleta katika uganga wa jadi kuwa kama ni mchango wetu. Ndio hapo unapanda ngazi ya daraja. Kazi nyingine ambayo anayeweza kufanya na mganga wa jadi ambaye amekizi vilinge 7 vya uganga ni kazi ya kutoa na kuvumbua misukule. Kutoa na kuvumbua misukule, mganga anayeweza kulikamilisha hilo ni mganga ambaye ana nyota 7 za uganga. Lakini kazi nyingine ni kazi ambayo ya kukamata na kutoa wachawi. Kutoa wachawi kwenye nyumba ama kutoa uchawi uliokopo kwenye biashara ya mtu, anayeweza kufanya hivyo ni mganga mwenye nyota 7 za uganga. Kazi nyingine ni kutapisha mtu. Kuna watu ambao wamelishwa uchawi usiku, wanalishwa uchawi kisha unakuwa kwenye matumbo yao, uchawi unaweza kuwasumbua. Kwa hiyo mtu anayeweza kumtapisha mtu uchawi na ukatoka ni yule mganga mwenye nyota 7 za uganga. Lakini pia mtu mwenye uwezo wa kuweza kumpa kinga mtu ambao wachawi wakaja nyumbani kwako wakaweza kunasa, wakakamatwa na aina ya madawa ambao vingira alivyofanya mganga, ni mganga ambaye ana nyota 7 za uganga. Lakini vinginevyo waganga wengine wenye nyota kuanzia 6 kurudi chini, hao bado wanakuwa hawajaweza kukizi nyota hizo. Lakini na wao wanaweza kuja kupanda ngazi kulingana na namna muda waliotumia kufanya huo uganga, michango yao walioitoa katika kuzipeleka tiba za uganga hizo mbali, ushiriki wao katika uganga na matambiko, namna wanavyoweza kushirikiana na wale maguru, mabingwa. Kwa sababu ieleweke, kama mimi Dr. Imani Mandoto, kwa sababu ni mganga niliokizi vilinge 7 vya uganga, na mimi nimepata vilinge hivi kwa sababu ya mchango wangu katika tiba za jadi. Kuna vitu vingi tu nimevivumbua mimi kupitia vipaji vyangu, kupitia kalama yangu, kupitia majini na mizimu ninayoimiliki. Nimeweza kubuni na kuweza kuvumbua vitu ambavyo vimekuwa ni msaada kwa watu wengine. Na mambo ya moja ya vitu ambavyo nimeweza kubuni ni elimu. Nimeweza kuwaelimisha waganga wengi sana, kuwapa elimu na kuwafungua kuweza kuona vitu ambao kwa macho yao. Kwa sababu waganga wengi wanakuwa wanaanza kwamba wanapandisha majini tu lakini hawawaoni, hawawezi kuongea nao. Wakipandisha majini wanakuwa hawajitambui. Kwa hiyo inafikia hatua mganga akipandisha majini, jini wake atakapoondoka anamuuliza mteja wake kama majini wangu wamesemaje. Hiyo ni aina ya kiwango cha chini cha mganga, lakini kadiri anavyoendelea kupanda vilinge anakuwa anaweza kuongea moja kwa moja na majini wake na mizimu yake na akaweza kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo moja ya nyota kubwa ya uganga ni nyota ya 7, ambayo nyota hiyo ndio inaweza kumfanya mganga kuweza kuwa ni guru, kuweza kuwa ni bingwa, kuweza kuwasaidia waganga wenzie na kuweza kujisaidia yeye mwenyewe na kuweza kupambana na wachawi. Ieleweke, katika nyota hizo za uganga ukifikia kiwango hicho unaweza kwenda moja kwa moja kwenye vizimba ya wachawi na ukaweza kuingia na ukaweza kupambana nao na ukaweza kuchukua chochote. Na ndio maana mimi Dr. Mandoto nazungumza, kama wewe umechukuliwa mchanga wako wa sehemu uliokanyaga,
umechukuliwa kizazi chako, yani umechukuliwa kingira, iwe ni pedi, iwe ni nguo yako ya ndani, umechukuliwa kingira, iwe ni sehemu uliokanyaga, iwe ni nywele ulizonyolewa, ni lazima mganga aende mpaka katika vizimba vya kichawi, aende akavichukua hivyo vitu. Kukuagua wakati wewe bado hivyo vitu viko uchawini ni sawasawa na kutwanga maji kwenye kinu, ni sawasawa na kujisumbua. Utakuwa unapata nafuu leo, kesho wachawi kule wanaongeza. Kwa hiyo kama umefungwa makaburini, ni lazima mganga aite majini waende makaburini kwenda kufukua kile kingira chako kilichofukiwa makaburini. Na anayeweza kufanya hivyo ni mganga aliyokizi vilinge 7 vya uganga, ambaye ana nyota 7 za uganga, ambaye ndio mimi Dr. Imani Mandoto ninayezungumza hapa. Na mimi siko peke yangu, tuko wengi, lakini utaweza kuwatambua kwa namna wanavyoweza kujitoa, kujituma kusaidia watu wengine. Kitu kingine, waganga ambao wamekizi vilinge 7 vya uganga ni waganga ambao wana shauku ya kuwasaidia watu. Ni waganga ambao wanaweza kuwapa watu elimu na kuwaelewesha kwa kirefu, kwa mapana na kwa kina, kutokana wao wenyewe wanajua wanachokifanya, kwa sababu wanashirikiana na majini wazuri, wanashirikiana na ile mizimu yenye asili ya uganga waliokuwa nao, na wanadumu kwa kushika miko na masharti, wakifanya tambiko kwa kuweza kupata nguvu kama hizo ninazokuelekeza. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto, bingwa tiba asili ya Afrika, nilikuwa nakupa elimu kama hiyo ili uelewe ninapozungumza mganga mwenye nyota 7 za uganga aliyokizi vilinge 7 vya uganga, wewe utamtambuaje. Naamini kwa maelezo haya niliyokupa, kwa kalama niliyojaliwa, najua umeweza kuelewa na umepata mwanga ya kuweza kuelewa. Mimi Dr. Imani Mandoto, kama una shida yako yoyote popote ulipo nchi yoyote, kama unaweza kuja ofisini kwangu, unaweza kuja ofisi yangu Tanga, napatikana Handeni kwa Msangazi. Lakini kama unaweza kuja Dar es Salaam, ofisi yangu iko Mbezi stendi ya Magufuli. Lakini kama huwezi kuja, popote ulipo, mkoa wowote, nchi yoyote, popote ulipo, huduma zangu zinaweza kukufikia, kwa sababu mimi nafanya kazi kupitia nguvu za majini na mizimu. Naweza kukusaidia kupitia mito, kupitia bahari, kupitia mwanga, kupitia upepo. Nguvu za majini na mizimu zinasafiri kukufikia huko uliko. Ninachotaka kupata kwako ni jina lako, la baba yako na la mama yako. Mimi Dr. Mandoto naweza kukusaidia. Lakini kama una shida, nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.